Mbele na mzee wangu mzee Saidi hatawepa habari murwa na kuwachambulia kidogo mtanange wa jana kwa watani wake. Ulikuwaje? Mchezo ulikuwa vipi? Ulikuwa una hamasa gani? Ulikuwa unawafurahisha vipi mashabiki? Mimi sijui, ila mzee Saidi ndo mwenye habari kamili, atawafikishieni. Niko na mzee wangu. Habari mzee Saidi? Bwana namshukuru Mungu sijambo. Shikamoo mzee. Marahaba bwana, hali yako? Safi, mambo anasemaje? Namshukuru Mungu. Na tumekutana tena leo, tumekaa kama siku mbili tukaangalia kidogo tusikilizie, je, hii mechi hapa kati ligi inaendaje? Wazee waanze. Maana mtanange uliopita kigoli kimoja, lakini jana viwanja hivi viwili tukishuhudia chuma mbili chuma moja. Nilitoka kwenda kununua sigara baada ya mpira wa Yanga kuisha. Shida nini sasa mpaka kanunue sigara sasa? Sasa ni matokeo kidogo yalikuwa nitelemshe pumzi angalau angalia. Nikaenda kuchukua sigareti alafu niangalie barabarani Wagalatia wanasemaje. Wa kwanza nikakutana mama mmoja. Si ni mwendo wa 3 tu. Kimataifa 3, ligi 3, yoyote atakaye kuja tunagonga nyundo. Lakini mpaka mlianza huko moja. Nikasema we mama wewe. Mimi naenda kununua tu sigara pale. Kwani mimi nimesemaje? Kwa hapo kuanza kuletea ushambuzi wa mpira. Hebu nioneni basi na mimi huruma. Kamwambia hivyo nioneni na mimi huruma. Basi bwana kusema nioneni huruma. Acha kaukie kucheka. Wamecheka nakwambia. Mzee Simba itakuua na mimi wacha nife. Bwana kushauri uame. We niende wapi? Unataka kutoka? Wataondoka wale, mimi sitoki. Mzee Saidi, tuanze dakika 45 za watani wako wa jadi Yanga Afrika jana ndani ya Benjamin William Mkapa wakitoa kipigo cha chuma 3 dhidi ya Pamba Jiji. Dakika 45 za kimchezo. Hebu ngoja kabla tujaanza kuichambua. Hivi Yanga mwaka jana walianzaje? Mwaka jana, ushindi wa mwaka jana sidhani kama walipata. Kuna watu waliibeza Yanga mwaka jana. Safi kabisa. Unakumbuka? Naikumbuka. Matokeo yake Yanga nani sasa hivi? Bingwa. Yanga bingwa. Sema kwa sauti. Yanga bingwa. Alafu na leo kwenye ufunguzi wa ligi kala mtu chuma 3. Kwenye ufunguzi wa ligi kala mtu chuma 1. Ile adabu chuma 1. Watu walikuwa wanaisifia Simba iko tayari. Si ndio? Ndio. Sasa usishangae Yanga. Yanga usishangae, ndio mwendo wake. Mimi leo nataka niwaambie watu wa Yanga kabla sijaanza kuelezea kipindi cha pili. Yanga ina ni wale mnaoita maprofessionals, maprofessional wa mpira. Wale wamekuja kufanya kazi, wametoka makwao. Sawa. Anahesabu 3 kwa wakati mmoja. Kwanza nataka niende nikacheze soka la kulipwa zaidi. Naweza nikatokea Yanga. La 3, mpira ndio ajira yangu. Ndio. La 4, mwili ndio silaha yangu. Safi kabisa. Sijui umenielewa? Maana yake nini kukwambia mambo ya matatu? Hii nawaambia watu wa Yanga. Maana yake nini? Maana yake yule mchezaji mmoja akiumia yeye kwake ni hasara. Sijui unanielewa vizuri. Sasa angalia dakika 45 za kwanza Pamba walikuwa wanachezaje mpira? Faulo nyingi mzee Saidi. Na Yanga walipotea. Yaani walikuwa wanangoa visiki. Kwa visiki Yanga. Ndio maana yake visiki Yanga. Wewe Pamba Jiji wale kwa wale. Yaani wewe chimbua. Yaani ukikutwa wewe na mpira safari. Sasa wale wanatumia akili, mimi nitaumia. Sasa kwa sisi tusiojua mpira tunaonekana kwa kwamba Yanga wameelemewa. Wale watoto wamekukulika kama wanangoa visiki. Dakika za mwisho bonge la ndongo. Na yule beki angemfuata yule forward aliyopiga kichwa yule, na yeye angeingia kwenye nyavu. Yule kwa ile bicho. Wewe unafikiri mbicho wale wa polepole, nyavu zimepenuka kule. Wewe unafanya mchezo nini? Kwa hiyo kujitahidi kote mchezo wote waliocheza dakika zote mpaka dakika ya 40 ngapi sijui ile inakwenda karibu dakika 45. Waliongeza dakika ya 44. Yanga wanapata goli. Wale watoto wamekaba mpaka wamechoka. Kuna beki pale kutoka Azam. Yule Abdurraheli. Si ndio wa kwanza yeye kuchukua. Alikuwa anachafua pale. Wakawa chafua si kwa sababu watu wanashindwa kuingiza miguu. Ile bato nganga mtu anaumia. Hivi vitu vingine watu hawaelewi. Wale wanacheza kwa kujilinda mno. Ndio kazi yao. Na ndio maana sasa wewe Abdurraheli hata akiumia anakula kwa mama, anakula kwa baba, yuko kwao. Si yuko kwao Tanzania hapa. Sasa kula kwa mama nakata mpaka leo yuko wapi? Yupo. Alafu mnasingizia watu wanalogwa. Mipira kama ile ndio watu wanaenda kuumia. Hapo wewe unasingizia amelogwa na nani? Mipira nyinyi muioni watu wanavyotupia miguu. Na siku zote shekhe nikwambie, timu yoyote inayofundishwa na yule Mkenya yule sijui nani namuita yule Mkenya aliona anayefundisha Pamba,
Yule kocha wao. Yule kocha wao wa Kenya. Yule baba hajui kufundisha mpira wa taratibu. Sijui weka hapa, sijui piga chenga. Yeye anakuambia kabisa ngoa kisiki. Acha wewe mtu wako haelekezi kwa mdomo ni fyo. Napiga miruzi tu tena weki mdomoni. Yule si alikuwa beki wa timu ya taifa ya Kenya. Sasa beki unategemea nini? Anakuambia ukimkuta nenda naye. Maana sheria ya beki unaambia acha mpira, wewe uondoke. Wewe uondoke. Ubaki. Wewe ndio ulichokuwa unacheza jana Pamba. Ndio maana yake. Angalia goli walilofungwa. Washachoka. Yule mtoto kampisha yule. Shachoka, umekimbia. Sio mzee Saidi mbinu za nani? Cha kwanza alichokipanga dakika 45 kwa Roman. Kikosi cha kwanza, kikosi ni kile kile. Yaani ile unafanya kuchomekea na Yanga hata usajili wao wamechomekea. Ndio hilo. Sasa ile wamechomeka. Pamba kala 3 na ndio kapiga kweli kweli mpira watu geuka nikuone. Wanafanya mchezo ni wote yani ukizunguka yumo. Geuka yule nani yule kiungo yule wa Pamba yule. Kaenda kushtaki kwa refa. Roman. Yule Abdalla. Yule John Nation sijui. Sikaenda kushtaki kwa refa. Shida nini sasa? Kipindi cha pili linatafutwa goli la 3 sijui la 4. Kaenda kumshtaki Zoazo. Anaenda kumshtaki babu. Yaani yule mtoto kaenda kumshtaki mzee. Sasa mzee yule ngoja kwanza yule mzee hadi anaenda kushtaki. Unaona kama ndo yeye huyu mzee wako na huyu mzee anayezungumza ndo anaenda kuomba. Mzee aliomba kadi akisema mtoto mimi ananionea. Ananitimua. Unafanya mchezo nini? Wewe kaenda kushtaki refa huyu anakimbia. Kilo kizunguka huku yuko kilo kizunguka. Si tunapiga wewe tulia refa. Refa sasa kabaki kasimama na muangalia Donation. Afu refa ali mwenyewe mrefu. Kangongote ka Donation kafupi. Kasimama amebutwa namna hii. Lakini mzee Said Pakome kanyanyuka. Zoa. Fanya mchezo nini kanyanyuka. Sasa unajua John Nation mimi bwana John Nation aliona yule babu nimeshamaliza kazi hanyanyuki haingii tena sasa ananyanyuka anaona anaomba kadi alafu mzee anapiga mguu chini kama alifuata akamwambia nini bwana sio nini yule nini alikuwa na bwana kuniombea kadi bwana ndio yule mtoto naye akaona ngoja nikimbie nishtaki kwa refa kwa alienda kuomba kabisa bwana huyu bwana anakimbia mno taratibu atatuumiza huyu. Lakini baadhi ya mashabiki mzee Said japokuwa jana Yanga ameshinda goli 3 bado hawana imani wanaona kama vile kocha wao mbinu za kimichezo bado hajawa na hivi wanataka mbinu gani watu wa Yanga? Inaonekana kama jana kikosi japokuwa anacheza hana mbinu mbadala. Kikosi jana kilikuwa kama kimeelemewa au jana kama ilielemewa. Mechi ndio ya kwanza. Zile faulo ambazo zilizokuwa zile faulo ndio sababu yote hii. Mtu huwezi kumjaji kwa mechi moja. Sijui unanielewa? Uwezi kumjaji kwa mechi moja. Fadru ukati anakuja Simba, walisema Simba wamechukua kocha namba 2. Atakuja kuibeba Simba kaipeleka finali. Kweli. Sijui unanielewa vizuri. Na uongozi mbovu lakini kaipeleka finali. Kwa jitihada zake yeye mwenyewe za kuhangaika kuipanga timu, kuiseto timu, kuwaseto wachezaji. Toka kwenye njia. Kukumbushe. Simba wanakwenda kuitoa Zamalek. Si una 2000 na ngapi sijui ilikuwa ile. Kocha alikuwa James Aggrey Sianga. Sianga aliwaambia wachezaji wa Simba. Ndio. Akiwemo rafiki yangu kipenzi Boniface Pawasa. Baba yake nimefanya naye kazi. Mimi naingia kazini nimemkuta. Alikuwa station master. Anawaambia, "Boni, iko taka nini wewe?" Kiswahili chao cha Kikenya. "Iko taka nini wewe? Taka cheza ligi Tanzania tu?" Anamwambia, "Hapana, nataka hata nisogee mbele. Twendeni tukacheze mpira. Acheni maneno ya ajabu. Pige mpira." Kwa hiyo viongozi wa Simba wameanza kutudhalilisha sio jana wala juzi. Kisa James Aggrey Sianga cha kuto kuongea na Kasim Deuji baada ya kuwatoa Zamaleki. Bana wewe. Kwa wakachukia. Mzee Said story anaijua. Nitatoa kodi zingine. Nitatoa kodi zingine hapo watu wataanza kunitafuta mabarabarani. Zinatosha. Tuongeleje. Mimi naongea na wachezaji. Na wachezaji wananifuata, wananiambia mzee ipambanie timu. Sisi tunaumia. Ndio. Umenielewa sijui? Kwa hiyo wale wachezaji siku zote wanapewa sumu. Na nikwambie ukweli, hivi vitimu vidogo vinapokutana na Yanga na vinapokutana na Simba,
vinasumbua sana. Wanasimama wanakaza sana. Yani wanakaza mno, lakini Pamba ile sunaiona. Sasa siku ngoja waje wakutane wenyewe kwa wenyewe, niletee kitonge. Yani siku Pamba wakicheza na timu hao wadogo wenzie, niletee kitonge. Hii nasema na watu wa Yanga waisikie. Ile ndio Yanga. Imejionyesha dhahiri. Ile ndio Yanga inaendeshwa na Engineer Hersi na kabineti yake ile. Ishawaka. Na nilikwambia katika makocha wa kwanza kuondoka hapa Tanzania. Uliniambia hebu katika hawa makocha watatu. Libenge, Roman Falls, huyo Roman Falls na Fadu kaishaondoka. Kwa hiyo yupo bado mwingine. Bado yupo mwingine. Kuna kodi inacheza. Lakini wewe tulia. Mzee Saidi. Wewe tulia, kaa kimya. Jifanye kama ujui. Sikupa. Bwana mzee, vipi? Au ukiona imepita, niletee kitonge uniulize mzee ulisema. Katika makocha watatu kweli mmoja aliondoka, lakini hawa wawili wakawa bado. Mbona mpaka leo wapo? Afu niletee kitonge nitakwambia sababu. 1 2 3. Alafu wewe utazionisha, utawapelekea walaji wako kwa kwamba bwana chakula hiki hapa nimeleta. Safi. Alichokisema mzee. Safi, mzee Saidi. Naam. Tukiangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza, 45 kipindi cha pili. Tuzungumzie huku beki ya kushoto kapteni. Umemuona? Kapteni? Kwani jana nani alicheza fullback Nani? Mwamnyeto. Sio Mwamnyeto bwana mzee Saidi. Kapteni alikotoka huku unakolialia huku. Nakolialia wapi? Kwa kapteni Shabalala bwana mzee Saidi. Nini bwana wewe? Ujiona vitu alivyofanya jana? Nini sasa? Mbona umepoa sasa? Hapo mtoto mimi nakwambiaga wewe Yanga afu unakataa. Mimi sio Yanga, mimi nakwambia kweli. Lazima kizuri ukisifia mzee Saidi. Mimi nakwambiaga wewe Yanga unakataa. Sasa unakataa nini? Sasa wakati mimi nakuelekeza kitu beki. Nakwambiaga kila siku wewe Yanga. Mimi naongea uhalisia mzee Saidi. Umeiona kapteni? Umeiacha kapteni? Sikiliza nikwambie. Walichotukomesha wametukomesha. Wewe huwezi kumwacha mchezaji kama yule. Basi anaenda Yanga. Mchezaji kama yule anaenda Yanga. Unamwacha yule mchezaji. Basi. Wewe acha babu. Mzee Saidi basi. Mimi najua. Wewe unaenda kumwacha kutonesha maumivu mzee Saidi. Samani bwana, samani. Mimi nikajua nataka kuiharibu timu yetu. Umeamua kutunyanyasa. Wewe Mohamed Hussein wa kumwacha leo anaenda Yanga. Hivyo wewe una akili? Kapombe kabaki mkiwa yule. Unaenda kuletea mchezaji anakimbia kama riadha. Anaacha paka mpira nyuma. Alafu unasema nimesajili beki. Nyinyi mna akili nyinyi. Mzee Saidi jamani samani bwana. Sio fikie jamani mzee Saidi analia. Anamlilia Shabalala. Sio kama ana act jamani, ni usahihi. Ndio nazungumzia tunaongelea mchezo lakini limemtachi Shabalala kuondoka. Mzee Saidi tuache huko tusifikie sana kuumia. Mimi nilikuwa namzungumzia ile assist aliyoitoa mpaka Maxim Zingeli anatia chuma ya pili. Ndio nilikuwa nataka tulizungumzia hilo. Mzee Saidi atupo tena kwenye maumivu ya kumkumbukia huko alikotoka mzee wangu. Sina la kuongea. Sina la kuongea. Unakuongea tena mzee Saidi? Sina la kuongea. Kata kipindi sina la kuongea staki. Mzee Saidi hapana bwana. Silazimisha kuongea. Basi mzee Saidi tusifikie huko. Tunataka tulijenge bwana. Wewe Mohamed Hussein wa kwenda kumwacha. Afu wale wapuzi wanakaa wanasema wacheni uongozi wafanye. Waliokuwa wanayafanya yale. Tumecheza ligi ya mabingwa kule. Yule mtoto aliyomsajili kumtoa polini kule kwenye mikorosho kafanya nini? Kapiga cross ngapi? Na kuuliza wewe Chapesa. Za kutosha. Kapiga cross kule, sasa alikuwa anakimbia ovyo. Wewe unaenda kumwacha Mohamed Hussein. Angalia, unakumbuka nilikwambia nini kwenye timu ya taifa alivyofunga lile goli? Uliniambia ule ushangiliaji ni salamu. Angalia kitendo alichokifuata. Hela yao Yanga imelipa haijalipa walio tena wamechukua bure. Imeshalipa. Hawa viongozi wa Simba wanataka nini? Dakika 90 tu za jana nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho. Hawa viongozi wa Simba na kuuliza wewe Chapesa. Sikiliza bwana, wamemtoa Mavambo kwa sababu nilikuwa namsifia. Wamemtoa Mohamed Hussein kwa sababu nilikuwa namsifia. Ukimwona mwana Simba yoyote anakuambia Mohamed Hussein acha aende, muongo. Anaumia rohoni, hataki kusema kwa sababu kanywa maji ya bendera. Bendera ya Simba. Yule huwezi kumwacha Mohamed Hussein.
Na nilikwambia bado natutalia sana. Wa kwanza mimi nimetoa machozi. Mohamed Hussein atakuja kutuumiza. Na siku akitufunga goli pale, watu watamchukia Mohamed Hussein. Lakini sio umchukie Mohamed Hussein, wachukie wale waliomwachia Mohamed Hussein. Na hii bana, nakukumbusha tena, walimuwahi kumwacha Amistambwe. Ndio. Sahihi. Dakika za mwisho saa 8 usiku. Lakini hii ni mipango ya viongozi wa Simba kuwaacha wachezaji wetu wazuri wanakwenda Yanga. Mimi sikusoma, ningesoma wale wangenitambua. Kweli mzee Saidi. Nashindwa nianzie wapi? Najua mapenzi uliokuwa nayo mzee Saidi. Mpaka unafikia hatua hii, najua unaielewa. Sijui unanielewa vizuri. Kuelewa kabisa mzee Saidi. Hivi wewe kweli kumwacha Mohamed Hussein? Na ndio maana niliwauliza watu wa Simba, hivi ni sahihi muda huu kumwacha Mohamed Hussein? Angalia shughuli aliyoifanya. Kwake hakuna mtu aliyekatiza. Hakuna. Ile ya kusema ndio njia ya kupitia sijaiona. Mpira mmoja tu ulimponyoka. Tena alikuwa akapanda. Huyu mwenzie hakuwahi kurudi huyu kwenda kuziba kule. Leo unaenda kutuchotetea wachezaji wanatoka kwenye mikorosho kule. Unasema timu ya Simba imesajili. Mimi mtanichukia, lakini ukweli nitausema. Na mimi nashangaa, starehe kwa nini tufikie sehemu mpaka tuchukiane? Si uondoke. Hata hao kuna watu wamekuweka waambie bwana wenye Simba yao hawataki. Mimi achani niondoke. Mimi ndio kikwazo. Mimi watoe sababu kwa nini walimwacha Mohamed Hussein. Kama kweli wao ni viongozi wametimia, wako sababu wanajua kuongoza mpira, watoe sababu kwa nini walimwacha Mohamed Hussein. Mchezaji wetu miaka dahala tunaye, anatupa mafanikio. Lakini kuna baadhi wanasema alizeeka. Kashatumikia sana Simba, imechosha. Kwa hiyo bora aende upande mwingine pia akatafute maslahi yake. Akatafute maslahi yake. Wale waliokuwa wanasema wamepata maslahi upande wa pili. Wamepata maslahi? Upande wa pili. Huwezi kusema Mohamed Hussein kachoka. Huwezi kusema Mohamed Hussein kazeeka. Mimi na Mohamed Hussein nani mzee? Wewe mzee. Sasa kumbe Mohamed Hussein ana uzee gani? Yule mtoto jana amevutwa, ameonyeshwa. Alafu wewe nisikilize vizuri. Wewe unaona yule nani yule rais wa nani yule kiongozi wa Yanga huyu nani huyu? Engineer. Engineer. Unajua kile kitendo cha kwenda kumvalisha engineer mtu wa mpira pale Simba hakuna. Kiongozi gani aliwahi kutoa hata medali yake kwenda kumvisha mchezaji? Anamtengenezea hamasa abadilike. Pale kiongozi gani anakwenda pale atakwenda kuwashikashika wachezaji? Sasa wamekosa, watawavesha nini wakati medali mko? Wamekosa nini? Hujapata medali? Kwani hata medali ya mshindi wa pili wa kupata Simba? Ile ya kule ya shirikisho. Sasa ile nimetoka na maumivu mzee Saidi. Nimetoka na maumivu sio kupata medali, lengo kombe. Nyinyi mlikubaliaje kwenda kucheza Zanzibar? Ndio swali la msingi. Wewe unakuja na topiki zako, wote tulikubaliana marefa watoke nje. Ulipeleka timu ya nini? Ya gacha Mungu ni kama tena kukaba na kutupilia mbali kule. Wewe mbele ya wanaume sisi tunakaa tunazalilika, unaongea maneno yako ya ajabu hapa. Na tuachie wachezaji wetu wanaondoka. Naleta mchezaji kiboko ama kwenye maji. Bwana ya leo kali jamani. Bwana nimeshindwa hata kuvumilia. Mzee Saidi ana hasira mpaka nakamata kwenye koo. Yaani mimi nakwambia hivi, wale kama wana utu watoke. Watuletee utu waondoke. Kwa hiyo jana Mohamed Hussein kajionyesha dhahiri, kajithibitisha kwa mmeniacha. Mimi bado lakini bado naendelea. Na ndio maana ushangiliaji ule wa siku ile aliofunga goli. Mimi niko hapa na nitaendelea kuwa lulu. Watu wameniokota. Ndio ule ushangiliaji wa kwenye timu ya taifa. Haki kuchopu mzee Saidi. Haya tangu imeanza hii Simba ya juzi umeona kuna mtu anachopu mpira? Mligo. Sijamuona. Wewe Mligo mtasema wenyewe. Unaniletea mtu anatoa Mligo. Mpira una mjini. Toka vijijini huko ujeje ucheze mpira unakutana na watu wanaangalia kila siku mipira ya Ulaya. Sasa kwani kule sasa eti dunia kijiji. Uje useme dunia kijiji. Babu mpira una safa zake. Mpira una safa zake za kutembea. Sio unakwenda unakurupuka. Fanya usajili wa kukurupuka ule. Magoli. Anakwenda kumwachia Mohamed Hussein. Magoli wewe magoli. Magoli silikuwa yupo, alikuwa wapi? Silikuwa tulegeni magoli alikuwa anashindwa kuingilia kati na ndio mtendaji mkuu wa kuweza kutafuta wachezaji wazuri. Magoli na maana akashindwa kumjua kama Mohamed Hussein bado mzuri. Sisi tunaumia. Na hawa wote wanaojifanya wao
ndio wana Simba zaidi. Shekhe, acha watukane. Hawajui starehe. Ila mnateseka. Hawajui starehe. Watu wa Simba wamechoka. Mimi napigiwa simu. Watu wa Simba wamechoka. Jana narudi kazini. Pale nyumbani kwangu, ukitoka nyumbani pale napokaa, nyumba ya pili ni gesti. Nisikilize vizuri. Yule bwana nyumba yake aliamua kuibadilisha, kenda kahangaika kule akatengeneza ikawa gesti. Kuna vijana walikuja pale walimfuata ndugu yao na pikipiki. Mimi ndo nafika nataka kuingia ndani na mgeni pale nyumbani kwangu, shemeji yangu amekuja. Alipofika pale nikawa nasalimiana na shemeji yangu. Tukawa tunaongea tunacheka na nini. Wale watoto wameniona wametoka kule, wavulana hao wawili. Mzee Saidi shikamoo, Mzee Saidi shikamoo marhaba. Mzee Saidi sisi tunaumia. Mbele ya familia yangu mke wangu yupo, shemeji yangu mdogo wake na mke wangu yupo, sio kama nakutania nikupe simu uongee naye sasa hivi. Sawa, mimi uweze kuniongopa, najua Mzee Saidi uweze. Umenielewa? Unaongea kitu fact. Wananiambia Mzee Saidi tumechoka na ule uongozi. Tufanye nini uongozi ule utoke? Nikamwambia nchi yetu ni ya demokrasia. Nchi yetu haina ugomvi. Safi kabisa. Nchi yetu haina kuleta vurugu. Nchi yetu tunakwenda kwa hoja. Hoja ya msingi wameshindwa kuiendesha, Simba watoke. Kwa nini wang'ang'anie? Alafu mtu unauliza sababu tunafungwa, sababu umeachia wachezaji wetu wameondoka. Hizo sio sababu zinatosha. Lakini sajili iliyofanyika sasa hivi si sajili mzuri zaidi ya wale walioondoka. Sajili kule mnaenda kutafutana. Hivi wewe Simba sasa hivi kutane na Pamba Jiji. Kwa Simba ile kutoka hii Simba hii sasa hivi ina maprofessional chungu mzima. Ikutane na Pamba Jiji. Simba kubwa bwana. Simba ni kubwa. Nisikilize vizuri. Simba kubwa usifananishe kabisa na Pamba. Mimi sifananishi na Pamba. Kwani Simba haijawahi kufungwa na Pamba? Kwenye historia na hisi itawepo, ila sina kumbukumbu. Sio Pamba hii. Sio Pamba hii. Kwa nini nimekwambia hivyo? Leta mchanganuo. Mpira uko hivi. Tunaiongelea Pamba na Simba. Sawa. Tunaichambua Pamba na Simba Sports Club. Simba wanachezea mpira. Sawa. Ni sahihi kabisa. Sijui unanielewa? Sahihi kabisa. Ili kusudi Simba ikufunge, Simba inatembea na mpira. Inaachia pa, inaachia pa, inaachia pa, inaachia pa. Unafika mpaka golini. Yaani unaona mpira unatembea. Ndio maana nimekwambia hivi, mpira una falsafa zake za kutembea uwanjani. Sasa Pamba nguvu. Wazao kuchimbua visiki wale. Wao unafikiri kama wakimkuta Mahema mara 3? Wakimkuta Rushaina mara 2? Kwa ile ni doza wachezaji wa Pamba Jiji. Ni sasa na doza. Yule kocha mwenyewe doza. Kocha gani ana kifua utafikiri kabati? Wao umeshamuona yule kocha wa Pamba yule. Sikiliza bwana. Tumeenda kucheza sisi, Simba inapotea. Simba ya John Boko tunakwenda kule Musoma. Mechi ya kwanza wanatuumizia Papa Omar Sako, yule mtoto yule. Wanakita tunapata penati. Boko anaikosa penati, ndio tunaanza kupotea. Tunatoka pale tunaenda Dodoma Jiji. Dodoma Jiji tunaenda kufunga kigoli kimoja cha papatu. Mpira ulikuwa hivyo hivyo. Hakuna raha, hakuna laza. Na hivi vilabu vidogo hivi vikikutana na Simba na Yanga, mpira hauna laza, vinakaza. Ni faulo nyingi. Ndio maana yangu sifananishi Simba na Pamba. Safi kabisa. Hiyo pointi nimeielewa. Hapo nimeshakuelewa. Mimi nimekupata. Maana yangu ndio hiyo. Nimekupata sawa. Sawa. Wale kwa mfano Mahema mmesajili mmechukua kwa mkopo. Mkopo. Acha mimi nije niumie kwenye mkopo. Yule mwalimu umenunua umechukua kwa mkopo. Nije niumie kwa mkopo nikose hela ya Raja Casablanca. Uongo. Wewe acha bwana. Kwa hiyo viangalie vionishe vitu. Mimi nashukuru sana watu wa Simba kama wanikubali, lakini iko siku isiyokuwa na jina. Mimi nipo kaburini watasema haya Mzee Saidi aliyasema. Safi kabisa. Zinaeleweka. Hiyo unamopita wengi wanakufuatilia na wanalijua. Sijui umenielewa vizuri. Safi kabisa. Yanga wale tunawaona wale. Yanga saizi wana hatihati na kocha. Wengi sana wanalalamika tangia mechi ya jana. Watu wa Yanga wana hatihati na kocha. Kwa sababu yule kocha hana mbwembwe. Hana mbwembwe. Mbwembwe zipi sasa hizo? Si mbwembwe za vitisho. Sasa kwa mfano kama ngoja.
Uliliona lile kocha la Pamba likisimama, unajua huyu mtu kasimama. Ile roboti au Sasa kumbe, sasa kikisimama kikocha cha Yanga, ila cheki na yoyote hata kama kishinda yule bwana. Muogope sana mtu wa namna hiyo. Muogope sana mtu wa namna hiyo. Kwa hivyo Saidi, unawapa matumaini mashabiki wa Yanga wawe na uvumilivu. Viongozi wao wenyewe wameshawapa matumaini. Kwani si walianza kutupia kwenye mitandao? Kocha huyu hatufai. Wameshajibiwa na viongozi wao, tulieni. Mpeni muda. Yaani wao wameambiwa tulieni, nyinyi watu wa Yanga mnataka nini? Yaani mimi ningekuwa kama ndo nashangilia Yanga, ungezidi kuwa na hamasa na furaha zingeongezeka tofauti na huko. Kwanza watu wa Simba wangeshanipiga vibao. Kwa nini? Si ningekuwa naambia maneno ya kufiontoka. Ambao kitu kinachonyoka huko ungekuwa unaenda. Kwani mimi watu wa Yanga Dodoma si walikuwa wakiniona wananikimbia? Mwanzo kipindi kile Yanga kofi. Wewe Yanga ile ya kuhangaika. Ya kutembea na kibakuli. Wewe walikuwa wakiniona wanakuambia yule wamesepa. Kwa sababu uongozi ulikuwa mbovu. Uuliza. Na hadi timu ilikuwa. Ndio maana yake. Huyu Anthony Mavunde waziri huyu, mimi nilishakutana naye kwenye kipindi, kwenye radio. Na ukamchana vile. Alinyamaza kimya mwenyewe. Kipindi kile timu mbovu. Hawana pa kutokea. Huyu Anthony Mavunde huyu. Mzee Saidi tutakuja, kwa hiyo alikuwa ananiita tu Saidi. Alikuwa ananiita Sheikh Saidi. Sheikh Saidi tutakuja kukaa vizuri. Naambia lini? Sisi tumeshatoka kwenye huo mpango. Sawa. Hata watu wakiona mimi namtaja Anthony Mavunde wanaona kama vile nimekuja kumbavamikia juzi. Kaka studio mimi hapa, yeye hapa. Dodoma hiyo. Tunachambua mpira. Kamwambia hamna lolote nyinyi. Na nilimwambia ili kusudi Simba awe bingwa anatakiwa kufunge wewe Yanga. Na alimpiga. Na alifungwa Yanga. Alifungwa ile Yanga. Simba nenda kuchukua ubingwa. Chukua kombe pale NBC. Wewe acha bwana. Mimi nakwambia hivi. Vodacom ilikuwa Voda nini? Ilikuwa Vodacom kipindi kile. Mimi nakwambia hivi. Tena naongea kusisitiza. Kwa uongozi huu tulionao hakuna kitu. Kwanza sio wa kweli, waongo, taarifa zao za uongo za kuwadanganya watu. Starehe haidanganywi. Starehe mwambie mtu ukweli. Bwana jamani hapa leo gitaa alipigi. Bwana jamani speaker hizi zimeungua. Sawa. Simba haiwezi kukaa vizuri bila kuwa na wanachama. Wamefunga wanachama kusajili watu. Simba inapata wapi mapato? Ndio hapo Simba inapokuja kuzalilika. Wanachama waliobakia ndio wao, wengine wanakufa, wengine hawaifuatilii tena. Hao tu. Uliokuwa pembeni mnaongea kila mmoja na lake. Lakini Simba haina umoja. Lini ulimwona mwenyekiti wa Simba katoka kenda kulitembelea zaidi ya kupigiwa simu? Na akipigiwa simu mkali. Mimi naambiwa mkali. Jana nimeambiwa kwenye daladala asubuhi na katibu, sitaki kumtaja jina lake, Mzee Saidi, mimi niliwahi kumpigia simu katibu wa tawi, lakini alinijibu ovyo. Anaongea maneno yale mbele ya mke wangu, ananiambia kama mimi muongo. Mzee Saidi, muulize mke wangu huyu hapa. Mimi waga sicheleweshi. Nikamwambia mama, eti kweli mzee anachokisema au anataka awe Yanga? Nataka kona ukanyoka. Nikamuuliza awe mama Yanga ndo maana akasema hamna baba, kweli yule mzee ndo alivyo. Hana mashirikiano. Unapitia magumu. Mtu gani wewe kiongozi usiokuwa na mashirikiano hata na hawa mwenye viti wako wadogo? Vurugu mtindo mmoja, kila siku kutoa taarifa na fulani anataka kujiuzulu, mnatishia. Tokeni. Haki ya mtume muone watu watakavyosherekea. Ili upate maumivu. Ili ujenge timu lazima upate maumivu. Ili uwe na furaha. Ili uwe na furaha lazima upitie maumivu. Sasa ili tumeshapitia maumivu, ili tuwe na furaha wale waondoke. Haki ya Mungu na mtume, Simba tunapata furaha. Lakini zitetesi za ndani inaonekana tayari haya yote yashajengwa. Klabu sasa hivi imepoa, imetulia. Imetulia na nini? Kidogo mambo yatakuwa mazuri, mtulie. Muwe na imani. Mimi habari ya kutulia ndo siitaki hata kuisikia. Utulie unakuja kupopolewa. Utulie wa Mohamed Hussein anaenda Yanga. Sasa unamsubiri tarehe 13 Mzee Saidi, unakutana naye. Wewe Yanga, wewe mtoto, ndio maana mimi nasema wewe Yanga, nisubiri tarehe 13 lifungwe tena mara ya 7. Sasa sisi tayari kikosi kitasha. Kweli maneno walioyasema yao ya kufungwa mara 10 yatafika kama hii mara ya 6. Sasa tukikanyaga 7 si zimebaki 3. Una nini tena? Kuna nini? Kama wewe sasa hivi unasema Mzee Saidi, timu imekaa vizuri, uongozi umekaa vizuri. Safi. Kwa hiyo subirieni tarehe 13. Tunawapiga Yanga. Tunawapiga Yanga. Yaani tarehe 13 Yanga anapigwa. Hii ni ya mwisho.
haitorudia tena kuja ya 7. Na ukiona siku naenda uwanjani Yanga anafungwa. Siku kienda? Kanayo hii. Siku kienda uwanjani? Ukiniona naenda Yanga na Simba, Yanga anafungwa. Zaidi ya hapo? Siendi. Kwa hiyo siku ulinigomea kumbe. Sasa si nilikwambia au sikukwambia? We nini bwana wewe? Yaani wewe siku ukiona na kulazimisha naenda uwanjani, twende unipeleke, twende unisindikize. Maana leo uwanja nalo ukienda peke yako unapotea babu. Siku moja niliendaga na jamaa yangu mmoja. Siku ya kwanza kabisa kwenye ufunguzi wa timu ya Simba, ile ya 3-3. Huyu sasa hivi ni shabiki alikuwa wa Simba kweli kweli. Tukatokaga Dodoma na jamaa yangu kaenda kuangalia mpira wa Simba na Yanga. Babu nilikuwa natembea nimemvuta shati. Uwanja uelewi upitie wapi? Kwa njia walikuwa zioni msaidi hata wenzao waangaliwa na mapita. Wapi? Sasa si njia tunapita getini. Tunapita afu tukitoka tunaenda wapi? Amda kutoka nje. Sasa kumbe. Watu wengi. Wewe nenda wewe kutoka Dodoma kule watu walikuwa wadogo wengi. Na hapa ngoja nikwambie. Hata hapa sasa hivi kuna siku umetoka na sweta kwenye tamasha la Simba. Nikaendaga mwenyewe peke yangu. Usiku kuja kutoka sielewi. Nikamfuata mtoto mmoja nikamuuliza, jamaa mmoja akasimama, eti kaka huu ukuta wa nini? Akaniambia ukuta wa jeshi. Nikasema nikamuuliza huku unaenda wapi? Akaniambia huku unaenda sijui wapi huku. Unaelekea kwenda Tazara. Huku akaniambia huku unaenda barabara ya kwenda Mbagala Uasibu. Kaambia sawa nikaelekea huko. Ule uwanja bila uheshimu. Mimi naendaga hadi ukiniona nimeenda. Unajua yule mwanangu wa zamani niko naye kwenye kwafa. Tumalizie na hii. Ndio. Simba bwana, kocha ni hakika ameshaondoka. Kocha Fadu na ameshatangazwa Raja Casablanca. Nimeona yote kwenye mitandao. Hata hivyo kwanza amepewa kocha wa muda Morocco. Usana kwanza tuanze na Morocco, mechi ya marudiano dhidi ya Gabon. Kwa upande wako ukiona Simba imeshinda hii mechi ya Jumapili, tunakwenda kwenye kundi. Ndio. Moja kwa moja. Na labda tu cha kusisitiza, sasa hivi timu sio Morocco ambaye anaweza kaisaidia Simba ikavuka. Sio Morocco. Hawa tunaowapigia kelele. Na ukiona Simba imeshindwa kuvuka, ni hawa tunaowapigia kelele. Sio kocha. Morocco amekuja. Yes, kaambiwa simamia. Kwa ina maana atasimamia mazoezini kwa sababu Morocco kwa muda huu hawezi kuingiza mfumo. Hawezi. Atapita na ule mfumo Fadu alio. Ule. Na mtu wa kumsaidia Matola ndio. Ila Matola na kadi nyekundu. Sawa, si atamsaidia kwenye kupanga listi. Ila baada hapo yuko juu. Yeye anaanza kukaa juu. Half time atatoka kule wataenda kusaidiana kuelekeza. Si unanielewa vizuri? Na timu inacheza haina mashabiki. Na timu kama inacheza haina mashabiki, sasa tutegemee viongozi ndio wataiseto timu. Kisha sio Morocco. Tetesi pia za kocha kuwa huyu wa muda Morocco na wanapambana wana Simba walikuwa na makocha ofa kama 3, lakini inaonekana au tetesi zilizopo kocha wa Madagascar aliyofikisha finali Chani wakacheza na bwana Morocco. Kocha wa Madagascar na Morocco, ilikuwa mechi ya Morocco na Madagascar ile. Kocha wa Madagascar inavyosemekana tetesi za ndani Simba wanataka kumchukua yule mfalme bwana anaitwa Lomad. Hebu subiri, umesema walikuwa kama wawili au watatu. Alikuwa Beni wa Kenya. MC Ben alikuwa Ben MC Kasi sijui anajiita. Yule ndio yule South Africa. Mkenya. Yule timu ya Kenya alikuwa. Si ndio ni South Africa. Pia na huyu bwana wa Madagascar anaitwa Lomad anaitwa. Naona kitu kama Lomad. Kwa hiyo hizi Zanabi, lakini Zanabi Gamondi zimeshaachwa. Sasa hivi zimeenda kwa Madagascar. Inaonekana au inawezekana. Sikiliza. Huyu ndo akana nafasi kubwa. Nisikilize vizuri. Na kupata. Hata Ben McCarthy yule. Kocha wa timu ya taifa ya Kenya. Yule mzuri. Ben McCarthy atakuja kuwatuliza wa South Africa. Sio, umeelewa? Wa South Africa wana tabia moja. Wana tabia ya ujamaa. Si unanielewa? Ndio. Na wale kina Mahema wameombwa na yule kocha aliyeondoka. Fadu aliomba wachezaji 3 pale walipotoka kina Mahema. Mmoja kiungo wamemnyima kwa mkopo. Mimi ndo nakwambia. Toka kule Mamelodi. Kule Mamelodi. Mmoja walimnyima. Na ukumbuke Fadu kati anaondoka aliondoka na wale wachezaji. Hivi wamerudi? Wamerudi. Wamesharudi. Jana unaona. Juzi wamerudi. Wamerudi juzi Juzi au jana kitu kama.
Mtihani wa mwisho tutawaona leo. Kwenye pichi, kwenye mazoezi pale. Sikiliza. Nisikilize kwa makini. Upata mzee Said. Leta maneno. Na hii naitoa kwa wana Simba wote. Waisikie. Kama kweli tuna dada dola, kama kweli tuna nani huyo nani Jairuti wakati anapewa mkataba wa jezi alijinadi mambo makubwa mno Simba. Wamlete kocha wa Madagascar. Kocha wa Madagascar aingie. Wamlete kocha wa timu ya taifa ya Kenya. Hawa makocha wawili wataisaidia Simba. Lakini sasa wataisaidia Simba kwa uongozi huu. Unanielewa? Bado hapo mzee Said. Yanipata Sijakuelewa. Kama kweli tuna hao wadhamini. Mdhamini wa kwanza Jairuti alisema hivi, na uwezo wa kumchukua mchezaji yoyote yule wa gharama yoyote ile. Sasa tuchukulie kocha mwenye gharama kubwa kama kocha wa timu ya taifa ya Kenya, kama kocha wa timu ya taifa ya Madagascar. Mmoja wapo wamlete Simba. Atamlipa yeye. Sasa swali linakuja. Kwa songo mbingo zile ziliopo pale Simba, je, kocha huyu atakaa na yeye? Swali umewagea. Nimeuliza wenyewe. Watajijibia wenyewe. Atakayejibu matusi pokea. Tena mtu akikujibu matusi sema alhamdulillah. Au sema la ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Msiba mkubwa huu. Inshallah. Yani hayo unamwachia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mpe upeo mkubwa huyu. Kinywa chake kitamke maneno ya busara. Amen. Sote tunahitaji furaha. Hakuna anayehitaji vita. Nani umemwona Mtanzania anataka vita? Haka Mungu kimkuta huyo ujue. Hivi ngoja nikuulize, kuvaa nguo ni sheria au ni wajibu? Wajibu. Kuvaa nguo sio sheria. Wajibu. Ukitembea uchi kwa nini unakamatwa? Kama ni wajibu sio sheria, kwa nini ukitembea uchi unakamatwa? Kwani hakuna watu wanatembea na vimini tu? Vimini? Au ndo nguo moja hapo ni? Ngoja kwanza. Au ndo moja hapo nguo kwanza? Ngoja kwanza. Binadamu viungo vyake vipi vinatakiwa vistiriwe visionekane? Sehemu za siri. Sehemu za siri. Unajua hata kifua ni sehemu ya siri. Ndio wanajua sehemu ya siri. Sasa zile sehemu zote zinastiriwa. Sasa ndio nakuuliza, je, ni sheria? Basi sheria. Ni sheria. Basi na sisi tutunge sheria Simba. Wale viongozi waondoke. Hiyo ndio kamati nyingine. Tushikamane, wale watoke. Jamani, kwani kuna shida gani wakitoka? Wamekusikia mzee Said. Hivi mimi nikuulize tu, kwani wakiondoka kuna tabu gani? Mimi sijui. Hawawezi kuishi bila Simba. Sijajua mapenzi pengine ya Simba. Wana mapenzi ya Simba. Wewe bwana wewe, tutagombana ujue, mimi nakwambia. Sasa tunagombana. Mimi nakwambia kwetu tutagombana wewe. Hivi kweli wewe mtu na mapenzi yako utapeleka Mohamed Hussein Yanga? Sawa, inawezekana pengine mchezaji mwenyewe aliamua kuondoka. Unafanyaje? Aliamua kuondoka na nani? Mchezaji kakaa kama mkeo ndani ya nyumba, samani mkeo aende akaione na usifute. Mke anatakiwa kubembelezwa sawa sana, mchezaji anatakiwa kubembelezwa. Sio eti nenda toka wewe. Kesho unamkuta kwa mwenzio unachukua kamba unajitundika ngaba kitanzi. La ilaha illa la la ilaha illa la. Unakwenda mwenzio unamwachia mke. Imeisha. Wewe vipi wewe? Wewe wale kweli wangekuwa na mapenzi ya Simba, wasingekubali kufungwa mara 6. Ni mwaka huu, miaka hii ndio imetokea hivi. Ni historia mmeiweka. Tumeiweka historia. Nani? Haitatokea. Kwa uongozi huu watu wanapeleka 10. Kwa uongozi huu watu wanapeleka. Bwana, kwa kumalizia, najua umeshachoka. Hapana, mimi nataka tumalizie neno la mwisho. Ushanizila. Hapana, mimi nataka umeniumiza kunitajia Mohamed Hussein. Na kama ningejua kipindi hichi unakuja kukifanya kwa Mohamed Hussein, umtaje, mimi nisingekuja. Sasa kwa nini mzee Saidi? Nisingekuja tena, wapelekee hivi hivi. Ungekuja kufanya kipindi kisa kabisa Mohamed Hussein. Mzee Saidi bwana. Mama yangu mzazi. Mimi nakwambia ukweli, acha watukane. Mohamed Hussein ni silaha SMG itakayekuja kutuua. Namba 3. 15 mgongoni. Alafu walivyokuwa wabaya, viongozi wa Yanga na wa Simba wameongea, mpeni jezi namba 15 ile ile.
Alafu alivyoyomba kwa kutoka kwa Edmund John ile maana akampa yeye, afu yeye Edmund John akamwambia nakuletea brother. Sasa Afu akamwekea Max. Ngoja sasa sikiliza. Sikiliza. Simba pale walikuwa wako watatu. Wanatengeneza triangle. Kulikuwa kuna Barua, Mohamed Hussein, show me the way. Na yule mtoto yule mwingine yule. Yule mtoto yule Chasambi. Wanakuweka triangle. Kiongozi Mohamed Hussein, ngaba, vinacheza pale pale, ngaba. Afu ukija wewe vinacheka. Vimeshahamisha mpira. Bwana. Kwani si ndo nilikuwa namuita mimi, si nilikuwa namuita baba nani yule? Mpaka nikamkataza Mohamed Hussein, Mohamed Hussein una mke mzuri usimweke kwenye watu watapita naye au kuiona. Niliona. Sasa nikamkataza Mohamed Hussein hajamweka mpaka leo. Hataki kabisa. Ndio ushauri alipata kwako. Sasa kumbe nani wa kwanza kusema? Mimi nacho kisema kinatokea. Na uhakika. Niulize kipi akikutokea, nilikwambia siendi Zanzibar. Simba sio bingwa. Waliuchukua ubingwa. Hawajabeba. Sio walibeba na makombe yao ya masanamu wanatembea nayo. Wanajizalilisha mabarabarani. Na acha kuiweka Simba kwenye uhalisia wake. Mkapa alitengeneza uwanja ule kwa ajili ya Simba. Kocha masanamu tena. Sasa kumbe kwani wakutembea na manania masanamu? Wewe una mwanamume mzima unabeba sanamu unatembea na nini? Bwana. Wewe sikiliza, wewe mimi najua wewe ni Yanga. Hamna, mimi Mzee Said sio Yanga. Wewe Yanga na ndio maana unaniumiza. Mimi siwezi kukuumiza Mzee Said. Na Mungu ningejua kama utakuja kuniulizia habari za Mohamed Hussein, nisingekuja ngoni ningekwambia pressure imepanda. Bila kumzungumzia Mohamed Hussein Mzee Said, na wakati ndio ukiangalia mchezo wa jana ulikuwa yeye amehusika zaidi. Dakika 90 kacheza boka. Nisikilize sasa. Ukiona mwanaume kaacha mke, mmekaa maskani, mwanamke wake aliyomwacha anapita, utamsikia anakuambia alikuwa mke wangu. Umeulizwa na nani? Kabla ya kuulizwa na mtu yote. Kabla ya kuulizwa na mtu anaanza, si mmekaa wanaume watupu. Bwana wanangu yule kwa mke wangu. Wenda kuna madhaifu wanataka wale. Umeulizwa na nani? Pengine siku na wauni pale wanataka kwanza. Roho inauma. Kwa hiyo unawajuza mapema ili wasiende. Unajua labda huyu anaweza kaenda kumsimamisha. Wewe Mzee Said leo inauma kwa Mohamed Hussein. Vibaya mno mpaka kesho. Hata leo hii nife. Lakini kuna Antony Mligo. Viongozi wale. Kuna Antony Mligo. Hebu nipishe mimi wewe. Hebu nipishe huko mimi. Chuma kutoka na Mungu. Wewe Antony Mligo mzunguko wa kwanza wa pili umuoni. Kwa nini sasa? Hiyo kanayo. Na namwaga maji yule kama Mohamed Hussein. Wewe subutu yako. Unamwaga maji. Cross inataka akili. Cross ina kipimo. Cross ina akili yake. Mwangalie Kapombe. Akitoka Kapombe magoli yanapatikana. Pita pembeni kwa Simba. Hapana. Katoka Mohamed Hussein mbavu ya kushoto zinakuja vizuri crossi. Ngomo. Hivyo ndio vitu vya kuangalia. Mwangalie leo Shomari Kapombe kama atapangwa. Mwangalie huyo Antony Mligo kama atapangwa. Alafu unipigie simu. Haya bwana. Sasa la mwisho, maliza la mwisho. Nataka niwaambie Watanzania wenzangu. Hii ni kwa Watanzania wenzangu. Mimi naitwa Mzee Saidi. Almaarufu mzee wa Simba au mpenzi wa Simba, shabiki kindakindaki wa Simba. Siku ambayo niliyolala chini mimi nilipoteza fahamu, na wewe umeshindwa kuambia ukweli. Kwa nini nilipoteza fahamu? Kwa sababu niliongea, presha ikapanda, nikabonyea mwenyewe kwenda chini, nikalala. Muda ule unaongea na wewe, nimekuita naomba msaada wa kunisaidia ninyanyuke. Kwa huruma yako wewe ukasema Mzee Saidi tumalizie hapa hapa ulipolala. Sasa watu wananiuliza, mtu aliyezimia anaongea? Mtu aliyezimia anaongea? Mimi nimekuja baada wewe kukuona kwenye unafuna kuniita ili unisaidie. Kweli mimi nilikwenda chini na sio kama na ekti. Hakuna mtu anayeoti ugonjwa. Ukimwona hivyo huyo mtu punguani. Asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana, huyo ndo Mzee Saidi.
Kwanza analalama kupitia na mchezaji wake pendwa namba 3 yake mbavu ya kushoto. Amelia mzee Said. So analia kweli, amuoni kweli anachokifanya ni sahihi. Hatuna la ziada. Kikubwa zaidi tunaendelea kuasisitiza yule ambaye hajasubscribe channel yetu aendelee kusubscribe na kutufollow. Pia asikose kutufuatilia YouTube, Instagram, TikTok and Facebook. Hatuna la zaidi. Nyuma ya kamera ni director Shaban Mwamba, huyo analeta picha ng'amvu, anamshusha mzee Said kila kukicha. Hana baya. Kikubwa tunaomba muendelee kutufuatilia, kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo. Asanteni.